Kulikuwa ni jimama fulani ambalo lilikuwa ni tipo kweli kweli. Jimama lenye pesa zake mjini, jimama la mtaa wa pili, jimama ambalo liliamua kunitunuku mambo mazito, mambo matamu kweli kweli. Kiukweli jimama hili sitoweza kulisahau. Sitoweza kulisahau jimama hili kwa vitu vingi sana ambavyo limeweza kuvifanya kwenye maisha yangu. Sitoweza kuja kulisahau. Lilikuwa ni jimama fulani ambalo kiukweli lilikuwa limeweza kuumbika sana. Ama kwa hakika naweza kusema kwamba Mwenyezi Mungu ni fundi kweli kweli wa kuweza kuumba mambo mazuri kama haya. Mungu hana ubaguzi kiukweli. Kwa jimama hili aliweza kulipangilia vyema kabisa, kwani lilikuwa linafiga matata sana, lakini pia ilikuwa ni ya kwenda, yenye kushiba kweli kweli, na ilikuwa ikitikisika sana, hasa pale alipokuwa akikatiza au kupita sehemu yoyote ambapo angeweza kukuta vijana, watu wazima au wazee, basi lazima wangechanganikiwa kweli kweli kuweza kuliona jimama hili. Jimama hili halikuwa kabisa kutembea kwa miguu. Mara zote kila aliyekuwa akiliona jimama hili basi aliweza kuliona likiwa ndani ya gari tu. Lakini jimama hili kama ungeweza kuliona vizuri na kulifaidi, basi pale ambapo ungeingia kwenye mjengo wake mkubwa ambao ulikuwa na geti zito kwelikweli, ulikuwa kuna umbwa wakali sana, lakini jimama hili lilikuwa linaishi peke yake tu kwenye huo mjengo. Lilikuwa lina mume, lilikuwa lipo single maza. Kwa hiyo kama ungeweza kulifaidi, basi siku ambayo ungepata fursa ya kuweza kuingia kwa mjengo wake, ndipo ungeweza kwenda kulifaidi, kuliona namna ambavyo lilivyoweza kuumbika, Mwenyezi Mungu alivyokuwa ameweza kulibariki kweli kweli. Kifuani kwake kulikuwa kuna embeboribo kubwa sana ambazo zilikuwa ni nene hizi embeboribo, na zilikuwa zimeiva, lakini sio kwamba zilikuwa zimeweza kutepeta, hapana. Zilikuwa bado ni ngumu na zilikuwa bado zipo kwenye mfumo. Kiukweli kila mtu amekuwa kilitamani sana hili jimama, kwa sababu kitu cha kwanza lina pesa, kitu cha pili limeumbika. Japo umri wake unaonekana kama kusonga, ni miaka 45 hivi, lakini bado lilikuwa linaita sana. Tena lilikuwa linaita kwelikweli, kwa sababu mtu mwenye pesa, hasa mwanamke, anapokuwa na miaka 45 si kitu. Kwa sababu kitu cha kwanza, wanawake wanapenda sana kujipodoa, kununua vile vipodozi vikali kwelikweli kwa ajili ya kuweza kuweka ngozi zao sawa. Sasa kwa mwanamke mwenye miaka hiyo, unaweza kusema kwamba ni binti mwenye miaka 25, 22 au 30, 35, lakini kumbe eji ilikuwa go. Jimama lilikuwa lina miaka 45. Jimama hilo kama ungepata nafasi ya kuweza kuingia kwenye mjengo wake, ndipo ungeweza kwenda kushuhudia maajabu ya uumbaji wa Mungu. Kwa maana Mungu alikuwa fundi sana siku ambayo alikuwa na muumba huyu jimama. Kama ungepata bahati ya kuweza kuingia kwenye nyumba yake hiyo kubwa nzuri, ni vyumba vingi na geti kubwa, ndani kulikuwa kuna kila kitu, basi ungeweza kumkuta jimama huyo akiwa ndani ya vazi la kangamoko tu, na hapo ungeshuhudia kila kitu. Yaani ungeshuhudia chachandu nyingi sana zikionekana live, hata kama ziko zimeweza kufichwa na kanga, basi ungeweza kuziona. Lakini ungeweza kushuhudia hata akiwa nyumbani, angekuwa ananukia utuli wa kutosha kweli kweli. Ni moja kati ya jimama ambalo nashindwa kusimulia, lakini ni moja kati ya jimama ambalo limeweza kunipa burudani kubwa sana kwenye hii dunia, na kujihisi kwamba hii dunia yote ni ya kwangu. Najua nataka kujua kwamba jimama limeweza kugawa vitu gani, jimama limenipa vitu gani. Basi karibia sana katika stori hii nzuri inayokwenda kwa jina la jimama la mtaa wa pili. Sitoweza kulisahau jimama la mtaa wa pili, ndo simulizi yetu inavyosema. Sasa je, jimama la mtaa wa pili limeweza kunifanyia kitu gani mimi? Basi karibu sana kwenye hii simulizi nzuri, tamu na tena ya kusisimua, inayokwenda kwa jina la jimama la mtaa wa pili. Sitoweza kulisahau kamwe katika maisha yangu. Kama ndo mara yako ya kwanza umeingia kwenye channel yetu nzuri kabisa ya simulizi za utamu, basi hakikisha kwamba unabonyeza neno subscribe,
lakini pia hakikisha unagusa alama kengele ili kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata simulizi zetu pale ambapo tutakuwa tunaziachia, na utakuwa umetisha sana kama utacomment, utalike na utakuwa umeweza kushare, basi itakuwa bomba sana. Nawe utakuwa ni moja kati ya shabiki mkali ambaye ametisha kwelikweli kwenye akaunti yetu bomba kabisa ya simulizi za utamu. Rafiki yangu Joseph, niambie Mkushi inakuaje? Safi tu ndugu yangu. Bana, kama unavyoona hapa mshikaji wangu, boom linakaribia kuisha mwanangu. Alafu si hatuelewi, hatuna kitu hapa, tunafanyeje? Alafu si Dar es Salaam hapa ni wageni mwanangu, alafu na kodi ndo hizo, na boom ndo linaisha, alafu bado kama miezi miwili hivi ndo tupokee tena boom. Sasa sijui tutaishi vipi mwanangu. Mkushi wewe, acha tu. Kiukweli mwanangu, mimi mwenyewe sielewi. Yaani hapa nimejaribu kumcheki bi mkubwa maskani kule kijijini, lakini naye ameniambia kwamba hana kitu, sijui mpaka akodishe shamba na nini. Yaani sielewi kabisa mwanangu. Na ndio hivyo, boom linakata kabla hata miezi ya kuja kupokea lingine mwanangu haijafika. Sasa sijui itakuwaje. Mwanangu, hiki mbona kimbembe sana? Ni kimbembe kweli, ni kimbembe mwanangu. Mwanangu, mimi nafikiri hapa sasa hivi tungeanza harakati zingine tu. Kama vipi tungekuwa tunapiga chuo, alafu tukitoka zetu tunaingia zetu kitaa, tunauza hata viatu, tunauza hata nini. Hii pesa kidogo lobaki 200,000 hapa, tugawane 100,000 au 200,000 yote tuitie kwenye mzigo. Tununue kama viatu, alafu tunaingia zetu kitaa, tunaanza kutembeza viatu na nini. Baada hapo tunaendelea kupiga chuo, tujiongeze mwanangu. La sivyo tunaweza tukafeli mwanangu hapa tauni. Alafu si unajua mwanangu, mimi mwenyewe hapa nimemcheki bi mkubwa, nimemcheki Faza. Bwana ananiambia yuko mtu yani hana hata mbuni, yani hana kitu chochote mshikaji wangu. Sasa sijui itakuwaje Joseph Mkushi. Ni mwanangu, harakati za kwanza sasa hivi kuingia kitaa mwanangu. Yani mimi nimesoma kama hivi mshikaji wangu. Na naendelea kusoma, napiga kitabu, niko chuo. Alafu naambia tena mwanangu mimi nikachukue simu viatu, sijui nianze kuingia kitaa. Mwanangu, mimi hizo habari sina mzee. Wewe kama unaingia kitaa, wewe chukua laki yako hiyo moja mwenyewe, ingia kitaa, lakini mimi hapana. Nazungumza hivi kwa sababu kila tunapopokea pesa boom, mimi na rafiki yangu Mkushi huaga tunaiweka sehemu moja, na tulipokea kama 500,000 hivi na vichenji fulani. Kwa hiyo tulikuwa kama tuna milioni hivi, tuliweka ndani, tukanunua vitu vya ndani. Tuliamua kupanga geto moja kwa sababu ya kuweza kubalance namna ya ulipaji wa kodi, lakini tulipanga geto lenye gharama kidogo. Unajua Dar es Salaam maisha ni ghali sana, kwa hiyo ukitaka kuishi sehemu nzuri lazima uhakikishe kwamba unatumia pesa nyingi. Yaani ukitaka kuishi sehemu ambazo jirani na maeneo ambayo wewe unataka kuelekea, kwa mfano kama chuo, ili kwamba usitumie magharama mengi, si lazima utahitaji kukaa sehemu nzuri. Basi sisi tulichukua chumba ambacho kodi mwisho wa mwezi ni 70,000. Kilikuwa kipo jirani kabisa na chuo cha UDSM, na ilikuwa ni rahisi sana sisi kuweza kwenda chuo na kufanya yetu na kuweza kurudi. Tulichukua chumba cha 70,000 na kodi unalipa miezi 6. Maana unapiga 7 mara 6. 7 mara 7 ni 49. Je, 7 mara 6 ni ngapi? Basi pesa hiyo ambayo unapata ndo pesa ambayo sisi huwa tunalipa kwa miezi 6. Kwa tulilipia pesa hiyo. Na sasa miezi 6 ni kama imeshakata. Huu mwezi uliobaki ni siku chache tu mbele, kodi inakuja, itabidi tulipe, na pesa tayari kabisa tumeitumia, imebaki 200,000 tu. Maana yake haitotosha kwenye kodi, na hata kama tutaipeleka kwenye kodi kwa ajili ya kupunguza, basi sisi tutabaki tukiwa empty, tutabaki kuwa mtutee. Je, tunaweza tukasurvive kwa staili kama hiyo? Hapo jibu ni kwamba linakuja kabisa, hatuwezi tukasurvive kwa staili kama hiyo. Kwa nini kifanyike? Basi rafiki yangu anayefahamika kwa jina la Mkushi, yeye aliweza kutoa ushauri kwamba tuweze kuingia road kwa kuchukua viatu na nini, na kuweza kuingia road ili kwamba tuweze kutafuta kipato, lakini mimi nilikataa kabisa. Sasa kama mimi nakataa, it means kwamba nachagua kazi. Yaweza kuwa ukasema kwamba mimi nachagua, lakini mimi sichagui kazi. Nachoamini kwamba pesa sio lazima mimi niingie road, lakini naweza nikatumia njia nyingine ambayo naweza nikapata pesa. Njia gani hiyo? Njia ziko nyingi sana, ndizo ambazo mimi naweza nikatumia. Na unataka kujua kwamba ni njia gani ambayo nilitumia? Basi tunazidi kusonga na mzigo kama hivi. Kwa hiyo Joseph mwanangu, yani wewe utake kabisa kuingia road, kisa eti kwamba mwanangu sijui umesoma, sijui unaendelea kusoma, sijui nini.
Sikiliza nikwambie mzee, si tunasoma ili kwamba tuje kuwa na pesa, ushaelewa? Na kama unavyojua kwamba sasa hivi ajira zenyewe zimekuwa ni nzito kwelikweli kuzipata. Tunasoma ili kuweza kujielimisha na kuweza kupata maarifa ya kuweza kutafuta pesa na kuweza kuipata. Sasa unaponieleza habari kama hizo, mshikaji wangu, jua kabisa ni kama unanichanganya vile, sijui unanielewa? Yani kama unanivuruga akili, yani unakataa kabisa, yani tusichukue viatu. Unajua 200,000 tunachukua viatu hata pea 10 vya mtumba mwana. Tukipata pea 10 mzee tunapata pea 10 na mimi 10, 200,000 na kuhamisha, na tukianza kuingia kitaa lazima tutaanza kukusanya mpunga. Sasa mwanangu, unapokataa maana yake ni kama unaukaribisha umaskini. Kwani unang'ang'ana na vitu ambavyo vieleweki? Yani sasa okay. Anyway, wewe hutaki kuingia road. Sasa unataka ufanye nini? Sikiliza nikwambie Mkushi. Sio lazima mimi niingie road mzee ndio niweze kupata pesa. Dunia sasa hivi imebadilika. Dunia ipo kidigital. Dunia haipo vile ambavyo unafikiri mzee. Dunia imebadilika sana omboi. Yani dunia imechange vibaya mno. Kwa usilete habari zako za kwamba sijui eti mimi lazima niingie road sijui na nini na vitu kama hivyo. Kuna mambo mengi ya kuweza kufanya. Si tu kama unaamini si tumesoma, maana tunaweza kutumia akili nyingi kuweza kufanya vitu vikubwa na vikatupa pesa. Sio lazima tuingie huko. Babu, unaweza kufanya vitu vikubwa na vikakuingizia pesa kama utakuwa una mtaji. Sasa mimi na wewe hatuna mtaji mzee. Hivyo vitu vikubwa na vya kutuingizia pesa vitatoka wapi kama sisi hatuna mtaji? Babu, sikia. Yani kama wewe haujui kwamba hivyo vitu vikubwa na vya kuweza kutuingizia pesa vitatoka wapi, basi wewe mambo niachie mimi mwana. Lakini mimi siwezi kuingia road kuchukua sijui mitumba, siingii road kushika viatu, siingii road sijui kwa nini winga, mimi sitaki hizo issue. Siwezi kuwa hivyo mwana. Mimi ni gangster, mimi ni halobalazi, mimi ni shalobalo, mimi nimesoma, mimi na bado hapa niko chuo naendelea kusoma man. Ushanielewa mzee? Sasa mimi siwezi kuingia road mwanangu nikashika mitumba. Siwezi kuingia road sijui nikashika vitu gani. Siwezi kuingia road boy. Ushanielewa? Mimi nitatumia akili, nitatumia njia zangu nyingi tuweza kupata pesa. Babu, haya maisha ni magumu sana mzee. Sasa kama wewe unang'ang'ana, yani wewe unang'ang'ana mshikaji wangu kwamba utatumia njia zako, utatumia sio njia gani, basi elewa kabisa mshikaji wangu kwamba hizo njia zitakuja zikugharimu. Sio, umeelewa? Zitakugharimu mwanangu. Njia njema ambayo natakiwa tuitumie kuweza kupata kipato ni njia hii nzuri na bora kabisa. Sio, unanielewa? Lazima tutumie njia bora ya kuhakikisha kwamba tunapata kipato kwa usahihi, kipato ambacho Mungu anatubariki. Sasa wewe unataka mwanangu utumie njia gani? Yani kwamba utatumia njia gani mzee? Labda utumie utapeli sasa wa mitandao. Babu, oya, sikia nikwambie mwanangu Mkushi, sikia babu. Mimi nafikiri mimi nawe ni marafiki mzee. Kwa hiyo haina haja kuweza kuendelea kuzozana hapa. Alafu kila mtu ana maamuzi yake, ushaelewa? Yani mimi na maamuzi yangu na una maamuzi yako, ushaelewa? Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba ukifuata maamuzi yako kwamba yanazungumza nini kwenye moyo wako, lakini mimi na maamuzi yangu ambayo yanazungumza nini kwenye moyo wangu. Kwa hiyo haina ulazima sana kuweza kufusiana kufanya hicho ambacho unataka ambacho mimi sitaki babu. Alafu kila mtu sasa hivi ana maamuzi na anaweza kufanya anachotaka. Kwa hiyo wewe kama umeamua kuingia road, chukua pesa yako 100,000, kanunue chochote unachokitaka, ingia road, fanya hicho unachotaka kukifanya. Na mimi niache na 100,000 alafu nijue kwamba mimi nitabuni nini. Tuliweza kuzozana sana baina ya mimi na rafiki yangu huyu Mkushi. Ni rafiki ambaye tumekutana chuo. Tuliamua kuungana ili kuhakikisha kwamba tunayaishi maisha ya chuo vizuri. Kama unavyoweza kufahamu, maisha ya chuo kwa nchi zetu kama Tanzania ni magumu sana. Kwa hiyo tuliamua mimi na huyu jamaa tuwe best friend kuhakikisha kwamba tunachukua chumba kimoja ambacho kiko jirani na mji, tunakilipia hata 70,000 hata 80,000 tunaishi. Na ndivyo ambavyo tuliweza kufanya. Sasa boom lilikuwa linakwenda kukata, alafu kodi zinakuja, alafu si hatuelewi na kulisubiri tena boom lijalo ni kama miezi 2 ijayo mbele. Sasa ilikuwa ni ngumu sana kuweza kusubiri. Kwa hiyo kabidi mimi na huyu mshikaji bwana tuanze kuzozana kwa staili kama hiyo. Ni rafiki yangu, tumeshare vitu vingi sana mimi na huyu jamaa. Lakini leo alikuwa anataka tushare namna ya kuweza kuingia road. Kiukweli nimemkatalia kabisa kwa sababu nimeona kama kwangu mimi haijakaa poa kuweza kuingia road kwa ajili ya kwenda uyumba jwani eti kuwa suinga au kuwa nani. Hicho kitu nimekataa kabisa.
Basi baada ya kuweza kuzungumza hivyo, Mkushi rafiki yangu alizungumza, babu Jose, basi poa, mimi nafikiri kama ulivyosema kwamba kila mtu ana maamuzi yake, kila mtu ana fikra zake, kila mtu ana mtazamo wake juu ya maisha, na ndio maana kuna wengine wanaamua kuwa mashoga, na ndio maana kuna wengine wanaamua kuwa wafanyabiashara, na ndio maana kuna wengine wanaamua kuwa wanasiasa, na ndio maana kuna wengine wanaamua kuwa wasanii, na ndio maana kuna wengine wanaamua kuwa wapo tu, wengine wanaamua kuwa matapeli ya vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kweli unavyosema kwamba njia zipo nyingi. Naamini kwamba njia zipo nyingi, zipo nyingi sana, zipo nyingi, lakini nataka nikwambie rafiki yangu Joseph, hizo njia ambazo unataka kuzitumia lazima zitakugharimu tu, zitakugharimu Joseph, zitakugharimu. Kama sio leo basi kesho zitakugharimu, si umeelewa? Oya babu Mkushi, babu tusalibiane siku mwanangu, ni asubuhi sasa hivi. Mimi nafikiri kwamba kama ingekuwa vyema basi hiyo laki yako moja hiyo ichukue ukanunue vitu uwai sasa hivi baba, sababu sasa hivi ndio muda sasa wa kwenda kuzungusha kuwa winga, si uko Kariakoo wapi, ni wewe sasa uwai. Basi sawa, hakuna shida mwanangu, hakuna shida. Tuliweza kukubaliana hivyo mimi na rafiki yangu Mkushi, tulikubaliana hivyo kabisa, ni kwa sababu kila mtu alikuwa na maamuzi yake. Kwa hiyo huwezi kuingilia uhuru wa mtu, huwezi kuingilia maamuzi ya mtu. Kwa ilikuwa hivyo. Basi baada ya kuweza kuzungumza hivyo, kama kawaida, Mkushi aliweza kuchukua pesa na kuweza kuondoka hapa nyumbani, akaelekea moja kwa moja huko kwa ajili ya kwenda kuchukua biashara na kuweza kuingia kitaa. Kweli Mkushi aliweza kufanikisha kununua viatu, na ni kweli kabisa alianza kuingia kitaa, akipita kwenye chocho kwa chocho, baa kwa baa, mtaa kwa mtaa, kuhakikisha kwamba anaisaka shilingi mpaka tone la mwisho, yani mpaka ahakikishe kwamba ameweza kuipata. Jua kali sana, kazi hizi ni ngumu kweli kweli. Tunaaminishwa kwamba tukisoma tutakuwa na pesa, lakini mwisho wa siku tunasoma na kuja kuteseka tu. Tumeshindwa kutengenezewa misingi mizuri ya kuweza kufaulu na kuweza kupata ajira, au ya kuweza kufaulu tukasoma, mwisho wa siku tukajiajiri, tukawa tunapata mikopo na vitu vingine. Mwisho wa siku tunasoma na kuja kuteseka tujuani. Ndio maana rafiki yangu Joseph amekataa. Lakini sasa tutafanyaje? Na tunahitaji kuishi, tunahitaji kula, tunahitaji kuja kuwa na familia. Mimi nafikiri uso muda kuendelea kula mlaumu, ni kuchapa kazi tu. Yalikuwa ni mawazo ambayo alikuwa anawaza rafiki yangu Mkushi wakati yupo zake rodi, akiendelea kusalanda mitaa, akitafuta shilingi kwa hudi na uvumba mpaka tone la mwisho. Alikuwa anapita kwenye mabaa, anapita barabarani, anapita kila chocho kuhakikisha kwamba anasaka shilingi mpaka tone la mwisho. Mimi nilikuwa niweza kubaki hapa nyumbani nikiwa na tambo langu kubwa kabisa. Nikaanza kupiga hesabu kwamba nini niweze kufanya ili kuweza kubadilisha maisha yangu. Nikaona kitu cha kwanza hapa, kwa sababu mimi tayari kabisa upeo wangu ni mkubwa, nikasema hapa ngoja kwanza nifungue akaunti ya Facebook nyingine, ukiachana na ile ambayo nilikuwa naitumia na marafiki zangu wengi wa chuo na watu kibao. Nikafungua akaunti nyingine ya Facebook, nikafungua akaunti nyingine ya Instagram. Alafu sasa nilichokuwa nakifanya, nilipoweza kufungua akaunti ya Facebook na ya Instagram mpya kabisa, basi nilichokuwa nakifanya kwenye ile akaunti niliandika, nahitaji jimama, nahitaji mshangazi wa kuweza kukaza, alafu kanipa na pesa. Yani kwamba mimi ni mkazaji wa mashangazi, ni mkazaji wa majimama, ninakaza mtu yeyote ambaye atakuwa na pesa nitamkaza, na hatimaye kama kinipatia pesa atakuwa good sana. Nilifungua akaunti ni style kama hiyo. Baada ya kuweza kufungua hiyo akaunti, niliweka picha fulani ambayo sio ya kwangu. Niliweka picha jamaa fulani lina misuli hivi. Ushaona? Lina misuli kweli kweli. Alafu ndio hiyo picha nikaiposti kwa mara kwanza Facebook na Instagram.
alafu nikaanza kufollow marafiki na watafuta marafiki kweli kweli, nao wakawa na apply. Yani nikifollow na ule jamaa ananifollow, nikifollow na ule mshikaji ananifollow, nikifollow manzi ananifollow, nikifollow demo ananifollow, basi kawa follow to follow, follow to follow, follow to follow, unaelewa? Nikaanza kupata mashabiki, nikaanza kupata wadau. Bana, ngoja nikwambie kitu kimoja basi. Kama wewe ni mpenzi wa video za Mizagamuo, yani video za minyanduo, video za kupelekana moto, yani kwamba video ambazo maji mama yanapelekewa moto kweli kweli, yani unapenda kuzitazama video hizo live bila chenga na umezitafuta kweli kweli ukazikosa, basi sikia nikwambie, njoo pale WhatsApp ili kwamba niweze kukunga na grupu letu kubwa kabisa la mambo ya minyanduo. Yani ndani ya grupu hilo video ambazo zitakuwa zinatumwa kwenye hilo grupu ni video za minyanduo tu, ni video za kupelekana moto tu, za kibongo na za kizungu. Bwana, kazi yako itakuwa ni kutazama live bila chenga, na ukitoka pale WhatsApp basi unarudi tena hapa YouTube na kuja kusikiliza simulizi kali kama hizi. Simulizi hii nzuri inayosema sitoweza kulisahau Jimama la Mtaa wa Pili. Bwana, njoo pale WhatsApp ili kwamba tukuunge na grupu letu kubwa kabisa, grupu ambalo linahusika na mambo ya Mizagamuo, linahusika na mambo ya minyanduo, linahusika na mambo ya kupelekeana moto. Yani ni video kali tu za kibongo na za kizungu unazipata ndani ya grupu. Je, unataka kuunganishwa na grupu hilo? Basi hii sauti ambayo nazungumza sasa ndio sauti ambayo itakaye kuunganisha kule na grupu hilo. Gharama yake ni shilingi 15,000. Sasa kama unayo 15,000 kama unayo hapo sasa hivi, basi njoo pale WhatsApp kwa namba hii ili kwamba niweze kukunga na grupu letu kubwa kabisa la video za Mizagamuo. Njoo na 15,000 kwa namba hii, alafu kija sema oi, nahitaji kuungwa na grupu kubwa la kupelekeana moto, grupu kubwa la minyanduo, nipatie namba. Utapatiwa namba, utalipia, baada hapo utaungwa na utaendelea kumweleka. Sasa namba ni hii, lakini njoo na 15,000. 07 82 71 97 na mwisho ni 94. Hujaisikia vizuri hiyo namba? 07 82 71 97 na mwisho ni 94. Bana, njoo pale WhatsApp usema oi, nahitaji kuungwa, nipatie namba kulipia. Unapewa namba kulipia na imani maelezo yashajitosheleza. Sasa wewe ni kazi kwako kuhakikisha unakuja pale WhatsApp ili kwamba kila kitu kiweze kwenda sawa kama ambavyo unataka. Ukija sema oi, nahitaji kuungwa na grupu lenu, mapema tutakupa namba na baada hapo utaungwa, utaendelea kumweleka kama ambavyo wenzako wanamweleka sasa hivi pale WhatsApp. Bwana, njoo pale WhatsApp sasa hivi, niko online na kusubiri. Ukija tu pale na kuunga chapo, naendelea kupata mambo mazito. Tunazidi kusonga na huu mzigo wa sitolisahau Jimama la Mtaa wa Pili. Bwana, nilifanya nini? Tunasonga na hii simulizi. Basi baada ya Kidume kuweza kufungua akaunti hiyo na kuweza kufollow watu faster tu, nilipata watu 3,000 kwa siku, lakini wengi wao walikuwa ni wadada na wakaanza kusumbua, wanakuja DM. Nikacheki DM bwana, nikakuta kuna meseji kama 10 hivi, kwa sababu kitu cha kwanza nilipost jamaa lenye milaba kama 6 hivi, alafu lilikuwa lina tango kwelikweli, tango zito kwelikweli, alafu sura nikaificha. Niliposti kuanzia hapa kwenye kifua kushuka chini mzee, alafu sura ikafichwa, nikaposti pale Facebook. Bwana, walimiminika sana fasta tu. Siku hiyo hiyo nikapata DM 10 za wadada. Yani mtu anakuja DM, anatuma na picha, anataja na location alipo, alafu wengi sasa walikuwa na Dar es Salaam. Ni kama 3 tu ndio walikuwa hapo nje ya Dar es Salaam. Yani mmoja alikuwa Mwanza, mwingine alikuwa Arusha, mwingine alikuwa Mbeya, lakini hawa 7 wote wako Dar es Salaam. Yani ni mboga ambazo ziko Dar es Salaam. Wa kwanza alikuwa anaitwa Mary, alituma jina kwamba mimi naitwa Mary. Hai, naitwa Mary. Nilipocheki pale DM nikakuta eti amesema naitwa Mary. Nikasema fresh, huyu wa kwanza kaja. Sikutaka kudili na hizi zingine 9 zilizobaki, ila nilidili kwanza na huyu Mary. Nikachati naye pale mlembo, nikachati naye pale, akaniambia kwamba uko Dar es Salaam Tabata. Nikasema wow, uko Tabata? Akasema yeah, niko Tabata, you know. Nikamwambia it's okay, nini ambacho unataka?
Oh, mimi nimeweza kufeel pain sana baada ya kuweza kuona bodi yako pale umeweka kwenye IG yako ya Facebook. Oh, kumbe wewe umepata namba zangu Facebook, si ndio? Yes, mimi nimepata namba zako pale Facebook, usimeziweka. Oh, nikajua labda umezipata Instagram. Hapana, mimi niliingia Facebook nikakuta vitu kama hivyo. Oh, sawa. Ulikuwa unasemaje? Nilikuwa nahitaji kujua gharama zipoje. Gharama zipoje? Je, wewe unataka nini? Yaani mimi ujue nipo kwa ajili ya minyosho tu. Yaani mimi nakunyosha unavyotaka. Okay, mimi nilikuwa nataka nijue gharama za kwa Mpalange na nijue gharama za kawaida. Unataka kujua gharama za kwa Mpalange na gharama za kawaida? Ndio. Unaitwa Meli, si ndio? Yes, mimi naitwa Meli. Okay, Meli. Meli, umesema uko Tabata, si ndio? Yes, mimi niko Tabata. Okay. Nauli kwanza juu yako au wewe utakuja mimi nilipo? No, mimi napendelea sana kama mtu kija niliko mimi. Basi sawa. Kama unapendelea mtu akija ulipo wewe, basi mimi sina shida. Ila sasa nielekeze, umejipangaje? Jamani, mimi nakusikiliza wewe. Niliona pale gharama zimeandikwa, sijui kwamba mtu akitaka kwenda normal, yani mtu akitaka kwenda kawaida, sio barabara ya Mpalange, niliona tumeandika 500,000. Ni kweli? Ya, ni kweli. Mtu akitaka kawaida 500,000. Maana mimi huwa nahakikisha kwamba mtu mpaka akili na mkaa sawa, yani namkata kiu, akili na mkaa sawa, ndipo ananipatia pesa. Lakini kitu cha kwanza nikifika tu anatuma kwanza pesa na kuwa kwenye simu, ndipo nakwenda. Jamani, yani anakutumia pesa ukiwa huko au ukifika kwake ndo tayari kwamba anakutumia ukiwa pale? No, unanitumia mimi nikiwa sijafika. Jamani, sasa mimi nitaamini vipi kwamba utakuja na usipokuja alafu pesa imeshatumwa? Hapana dadangu, mimi sipo hivyo. Ushaelewa? Yani mimi ni mtu ambaye anajiamini, ndio maana nikaamua kuandika vitu kama vile. Kwa mimi sio tapeli wa mitandao. Unajua, mimi ni mtu ambaye anajiamini sana, kwa siwezi ukatuma pesa yako alafu iti kwamba pesa yako ikaishaisha tu, ikaishaisha ovyo ovyo. Si umeelewa? Jamani kaka wewe, hivi wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Frankie. Niliamua kudanganya jina kwa sababu sitaki kabisa jina langu la Joseph waweze kulijua. Jamani Frankie wewe, basi mbona hiyo gharama kama ni kubwa sana? Gharama kubwa? Sasa gharama kubwa kivipi yani? Ikiwa kama mume wako ukakua kwa 1,000,000 alafu anashindwa kuweza kukufikisha kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro, sasa mimi nakwambia nipe 500,000 nikufikisha, na napewa gharama kubwa, basi poa, tafuta tu ni gharama ndogo ili kwamba waje hapo na vibamia wa kuzingue tu iwe hivyo. Jamani we kaka, kwa 500,000 ni kweli? Ya, 500,000 ni kweli kabisa. Sasa mimi nitaamini vipi jamani kama utakuja? Yani hapa napokuambia mimi niko zangu nyumbani, alafu niko peke yangu. Yani niko idle kweli kweli. Niko idle mpaka sijielewi. Yani jamani, nimeweza kuangalia pale, nilipoweza kupita pale Facebook. Jamani nikakuta pale Facebook. Jamani yani pale Facebook jamani, umeweka ile ndonga ya maana kweli kweli. Yani ile ndonga jamani, hivi ni ya kwako au ni ya ule mtu tu kwenye picha? Wewe unataka ndonga ya kwangu au unataka ndonga kwenye picha? Mimi nataka ndonga kama ile ipo. Issue ni pesa tu. Jamani, kwa mimi niko idle hapa sasa, sijui jamani utakuja. Issue ni pesa tu. Mimi sina noma yani kutuma pesa. Mimi hata sasa hivi natimba hapo. Kwa mchongo ni made chepo, made mbumba, made clamas. Tulikuwa tuna chati sana, messages zilikuwa nyingi na ndefu kweli, na mtoto kashajaa kwamba anataka atume 500,000, lakini ana hofu kwamba je, akituma 500,000 kidume itaibuka maskani kwake huko Tabata. Lakini jamani wewe mkaka, mimi ndo nataka nikusendie, maana pesa zipo kwenye simu, nataka nisendie hiyo 500,000. Sasa je, kweli jamani unaweza kutimba? Dadangu Mary, nimeshakwambia mimi natimba. Sasa wasiwasi wa nini? Okay, basi mimi ndo nakutumia hapa. Namba ndio ile iliyoweka pale IG. Yes, wewe tuma umoto. Jina linakuja nani? Oh, jina linakuja Joseph. Lakini mimi naitwa Frank. Kwa nini uliamua kusajili Joseph na ikiwa unaitwa Frank? Oh no. Unajua mimi sina namba NIDA. Kwa nini niliamua kutumia kitambulisho cha rafiki yangu. Oh, basi sawa jamani. Nisubiri basi hapo kama dakika 3-2 hivi, utaona mzigo umeingia hapa, alafu uje sasa hivi jamani, hii asubuhi. Basi hakuna shida, wewe fanya hivyo tu. Tulikubaliana hivyo bana, na ndani ya dakika kadhaa kweli nikaona mzigo umeweza kutua kuna simu yangu. Nilifurahi sana.
Jamaa ananiambia eti kwamba nikaingie rodi, nikawe winga, nikawe sijui mtu gani. Mimi nawezaje nikawa winga mzee? Yaani mimi nikawe winga this time wakati ujanja ni mwingi, na nikatumia hata Facebook nikapata pesa, ma Instagram na nini. Alafu ananiambia eti mimi nikawe winga. Yaani mimi nakuaje winga mzee? Nakuaje winga kwa mfano? Yaani mimi nakuwa vipi winga? Yaani winga ili weje? Mzigo hapa. Tena 500,000 kama na shilingi 20,000 hivi. Bado nikiwa naendelea kufurahia, nikiwa naendelea kuchekelea, nikiwa naendelea kukenua, nikiwa naendelea kumwemweleka hapo, nimeshatumiwa mzigo kama huo. Bwana, simu ikapigwa. Alikuja live sasa hivi akutaka tena tuweze kuchat kule Facebook kwenye Messenger upande wa DM. Akataka sasa tuweze kuzungumza live bila chenga ili kwamba aweze kuisikia sauti. Na hapo ndipo nikapata kuweza kusikia sauti ya mtoto mkali, mtoto mrembo kweli kweli, ambaye alinitumia picha zake. Sijui kwamba naye amenidanganya, yani kwamba tapeli kakutana na tapeli, au ni yule ambaye ametuma picha zake. Hello. Niambie mrembo. Safi, umeiona? Nimeiona. Ama kwa hakika uko makini sana na unaonyesha kwamba una upwiru ulokukaba kwenye koo, si ndio? Usiseme hivyo bwana. Mimi nataka nijue umeiona. Yes, nimeiona. Nimekutumia na kutolea 20,000, si ndio Yes, nimeiona. Nimeiona Mary. Okay, basi kwa unakuja? Ya, mimi nakuja, lakini si unajua hapa sasa bado nauli na nini. Tuma na nauli basi. Okay, unachukua nini? Chukua taxi basi. Nitakutumia hapo 30,000. Jumla hapo itakuwa 500,000 na 50,000, sawa? Basi poa, fanya hivyo. Okay, sekunde tu. Alikata simu mzee. Mele aliweza kukata simu, mtoto Tabata huyo hapa. Kakata simu. Kidume nikawa nasikilizia 30,000. Bwana, nikaona 35,000. Nikasema mbona mambo ni mambo? Mbona mambo ni pambe? Yaani mwamba mkushi kaenda zake huko Lodi kwenda kuwa winga, sijui kukaba Kariakoo pale na nini, kuzunguka kitani, majasho yanamtoka na pagawa, lakini kidume faster tumeshatengeneza 500,000. Bwana, I see. Ilikuwa ni moja kati ya kitu ambacho hata mwenyewe sikuamini. Sasa mtiti ukaanza baada ya kuweza kutumia hiyo pesa. Mrembo akapiga. Kupiga nikapokea. Umeiona na hiyo Ya, nimeiona mrembo. Nashukuru sana. Basi ukifanya hivyo jamani kakangu uje bwana, usijue kanitapeli. Mimi mwenzako kweli, yani mimi mpaka nimefanya hivi, yani sielewi nimevutwa na kitu gani mpaka nimeweza kutuma mahela mtu hata simjui. Lakini mimi naomba tu jamani ufanye basi jitihada hata uje. Usiogope mrembo kutoka Tabata, Mary. Nakuja hapo, sawa? Basi sawa, fanya hivyo uje bana. Okay, usijali mimi nakuja. This time hapa najiandaa fast, nakuja, sawa? Basi fanya hivyo. Bana, mtoto aliweza kukata simu baada ya mimi na yeye kuweza kuzungumza naye vitu kama hivyo. Kidume nikaanza kukaa sasa nikiwaza kwamba hapa nifanye nini. Kitu cha kwanza nikasema huu mzigo sio kuacha kwenye simu. Anaweza kaurudisha huyu. Nilichokifanya ule mzigo nikausendi moja kwa moja ukaelekea benki. Ili usende kwenye akaunti yangu ya benki, yani utulie kule, alafu hiyo 50,000 ndio nikabaki nayo. Ili sendi 500,000. Nakumbuka kwenye 500,000 ilikatwa kama pesa kadhaa hivi, nikabaki kama na 40,000 hivi. Umeona, kama 35,000 ndio nilibaki nazo kwenye simu. Mzigo uliweza kuingia benki, kidume sasa nikaanza kukaa nitafakari. Ama kwa hakika hapa sasa nimeshaingia cha kike. Na hapo bado kuna message zingine kama 9 hivi sijasoma, lakini bado kuna zingine nikaanza kuona zinaongezeka, DM zipo 13 tena. I say, yaani baada ya kupost tunakuwatafuta mashabiki tayari wameshaanza, wengine na comment kwenye ile picha, na ni picha moja tu nimeposti, sikuposti nyingine. Ni ile picha ina ndonga ya tali, picha ina mshedede wa kwenda kweli kweli. Nikaanza kutafakari kwamba nini nifanye hapa, maana naona kabisa kama pesa 500,000 nimeshatumiwa 500,000, na tayari kabisa huyu binti Mary wa Tabata anahitaji kwenda kupewa dozi ya maana kweli kweli. Sasa nifanye nini? Ile picha niloweka pale sio. Lakini kuhusu swala la ndonga ninayo hata mimi ya maana tu. Ndonga yangu ni zito kweli kweli. Sasa akigundua kwamba ile picha sio mimi, sina ma 6 pack, sina manini, itakuwaje? Siwezi nikamboa kweli. Anyway, kwa sababu hii kitu ndio nimeanza leo na leo imetiki. Basi ngoja kwanza nipige hata mazoezi kwanza, hata push up kama 20 hivi. Halafu baada hapo ndio niende kule. Kidume faster nikaanza kupiga push up, nikaanza kuruka kichula, nikaanza kufanya mazoezi makali ili kuhakikisha kwamba niwe fresh, kaanza kukata tumbo ili kwamba tumbo likatike. Kifupi nilifanya mazoezi makali kwa muda mfupi ili kuhakikisha kwamba nakuwa fresh. Baada hapo nikaenda zangu nikaoga fresh.
Baada hapo nikaingia kwenye taxi. Nikaelekea mpaka pale ambapo aliniambia kwamba nikashukie pale. Kiukweli nilikuwa kuna maswala pamba niko fresh, lakini kuna maswala ya mshedede. Bwana, mshedede ulikuwa maana kweli. Mshedede ulikuwa mzito. Mshedede ulikuwa sio kwamba kuleta uni. Mshedede ulikuwa ni mshedede kweli. Basi baada ya kuweza kushuka pale Huba, nilipoweza kufika pale nikamcheki Manzi akaja. Alipoweza kuja hakuamini macho yake kukutana na mimi, kwa sababu nilikuwa bado ni kijana fulani hivi mwenye umri fulani hivi kama miaka 25 hivi. Kwa hata yeye nilipomcheki bwana, huyu Mary alikuwa yani ni binti fulani mwenye umri kama miaka 22-23 hivi. Nikaona anatoka kwenye mjengo mmoja wa maana kuliko ile mjengo mkali, kutokana na location ambayo alikuwa ameweza kutupatia baina ya mimi na huyu jamaa wa Huba. Basi niliweza, jamaa alifika mpaka pale, ile plot ya namba ya nyumba na nini kila kitu, mshikaji alifika mpaka pale bwana. Nikiwa ndani ya gari nikashuhudia mtoto mkali sana akitoka kwenye mjengo mkubwa kweli. Nikasema mbona ni hatari sasa, mbona kama ni mauaji haya, mbona kama ni noma hii, mbona kama ni hatari imekaje, imekuwa vipi, yani yuko vipi, mbona sielewi bwana. Paka hofu ikaanza kuniganda kwenye moyo ese. Maana mtoto alikuwa sopoa, alafu mbaya zaidi yuko maskani. Kitu kingine bwana, yuko ndani ya vazi la kangamoko tu. Mtoto mweupe, unaweza kusema ni Mwarabu ese. Mtoto kajilemba vizuri, yani mtoto ni mzuri. Hivi unaelewa mzuri bwana, yani na kila kitu cha kuwa mzuri. Yani kiasi kwamba mpaka mimi mwenyewe nikawa najiogopa ese, kwamba vipi hii kitu nakwenda kuichapa kweli au inakuwaje? Mbona kama sielewi hivi? Mbona kama hii kitu inaonekana kwamba imenizidi umri, yani imenizidi sio umri wa miaka, yani imenizidi uzito, yani kwamba ipo kwenye heavyweight, ule uzito wa hali ya juu. Alafu kinicheki mimi ni mshikaji fulani tu ambaye ni mshikaji tu mwanangu kimbaumbau tu, sio kwamba kama yule ambaye nimeweka kwenye ile picha silikuwa ya mvuto. Alafu kisingatia tu nimepiga mazoezi ile kwamba eti kwamba niwe fresh, kumbe mazoezi bwana sio siku moja. Ng'ombe huwa ananipi siku ya mnada. Hapo ndipo nikagundua dereva taxi, kama vipi tunaweza kuondoka kweli? Uondoke vipi? Nipatie basi pesa yangu, kama unataka turudi tena nipatie na pesa kurudi mzee. Hivi dogo, mbona ule mzigo ni mkali sana? Ndio yule mtoto anayekuja kukupokea? Ndio yule. Mbona kama unatetemeka? Hujawahi kukutana na watoto wakali kama hao nini? Sijawahi kukutana nao. Alafu anaonekana anapiga simu, alafu kama ipokelewi. Anakupigia wewe, anampigia nani? Niligundua kweli Mary alikuwa ameweza kusimama pale getini na alikuwa akipiga simu kujua kwamba je, gari ilikuwa imeweza kusimama mbele ya macho yake ndipo nilipo mimi au iko imesimama wapi hiyo gari? Sasa mimi kumbe bwana nilikuwa nishazima simu kitambo sana, nikiwa na hofu, pressure kubwa, moyo unadunda kweli. Moyo unadunda, pressure kwenda kuichapa kitu ya mtoto mkali kama yule. Bwana yani mtoto mkali mpaka mwenyewe naogopa. Kwa hiyo kukutana na watoto wakali kama hivi, alafu ipo kwenye mjengo wa hatari kweli. Mjengo mkubwa umezungushiwa bwana, sio nikwambiaje. Yani hatari, mjengo mkubwa, alafu yeye ndo kaufungua huo mjengo na ndo anakuja kunichukua mimi. Wadogo, sikiliza wewe. Mbona kama nakuona na pressure una jamba hapo, tatizo nini? Bro, hivi hatuwezi kuondoka kwani? Yeye tuondoke vipi wewe? Mbona sikuelewi? Bro, unajua yule pale yule kashanipa katoa hela zake yule. Sasa mzigo kama ule nisipoweza kufikisha kunako nitazalilika mimi, yani nitazalilika kweli. Wadogo, sikuelewi. Hebu nipe story kwa ufupi. Alafu ule mtu anaonekana anapiga simu, anakupigia wewe, alafu unazingua hela yangu sijapata, inakuaje? Brother, yani nilimwona Mary akipiga simu na baada hapo akairudi ndani baada ya kuweza kuona kwamba simu haipatikani. Kwa sababu simu nilikuwa nimezima kwa hofu. Mary aliweza kurudi ndani. Dogo, mimi sikuelewi. Hebu nipe mkasa mfupi juu ya ule demu. Amekuja anapiga simu, wewe nasikia una jamba mishuzi hapa inanuka tu ndani. Unatetemeka kama hujawahi kukuta. Yaani unamaanisha nini dogo? Brother, mimi kweli sijui nikwambiaje. Mimi hapa ni content creator. Asa content creator anahusiana nini na ule demu? Yaani content creator mimi ni mtengeneza picha nani YouTube nani kule Facebook na Instagram. Dogo, mbona sikuelewi mzee? Wewe unatengeneza hizo picha sio Facebook na Instagram. Yaani nini sasa unachomaanisha? Nachomaanisha bro, mimi nimekutana naye Facebook tu.
Sasa nimemdanganya kwamba mimi na mwili kubwa, mimi niko fresh. Lakini sasa mimi naona hapa six pack sina, alafu mtoto kama huyu anaonekana kabisa akiniona huyu anaweza akanizalau kabisa huyu. Sikia, haina sababu ya kuweza kujizalau dogo. Yaani kama kuna uwezekano nenda kaichape tu. Unajizalau vipi sasa? Na atakuzalau kivipi? Yaani mtoto mkali namna ile alafu unasema atakuzalau. Dogo, hebu acha uone basi. Okay, hebu nipatie pesa yangu, shuka naenda bwana. Lakini bro, unajua sikiliza mdogo wangu, hilo ni zali la mentali, sio? Unaelewa? Hebu nenda bwana, kachukue mzigo. Vipi wewe? Niliona hapa isiwe kesi bwana, ilibidi niweze kumpatia pesa yake huyu dereva taxi, mzee wa Uber. Nikampatia pesa yake, alafu kidume nikashuka. Baada hapo nikasogea mpaka pale getini, nikawasha simu na kumpigia. Nilimpigia Mary. Hello? Hello Mary. Vipi? Uko wapi? Au ndo umeshanitapeli? No. Nimekuja, niko hapa getini kwako hapa. Getini kwangu? Mbona nimetoka hapa alafu sijakuona? Wewe njoo sasa hivi utanikuta hapa. Mary aliweza kutoka vile vile. Alitoka na kuweza kufungua geti, na kweli aliweza kunikuta mimi nikiwa pale nje, nilikuwa namsubiria. Oh jamani, Frankie, mambo? Fresh tu. Jamani, karibu ndani. Asante. Mary aliweza kunikaribisha moja kwa moja mpaka ndani kwake. Kidume nikaingia. Baada ya kuweza kuingia ndani kwake, Mary kama kawaida aliweza kunikaribisha sebreni pale. Sebreni kulikuwa ni kuzuri kulikweli. Kulikuwa kuna flati kubwa. Yaani kulikuwa noma, asikwambie mtu. Basi kidume nikakaa pale kwenye masofa. Nikatulia chini kabisa. Unakunywa kinywaji gani? Mimi nilete chochote tu nitakunywa. Okay, basi sawa. Mary aliweza kwenda kuchukua pombe aina konyagi na kuweza kuja nayo na kuweka ule mzinga wa konyagi hapa sebleni kwenye meza. Mbona umeweza kuleta konyagi? Jamani, si umesema chochote nitakachokileta au utakunywa tu? Ni kweli, lakini unajua konyagi bwana, usiwaze bwana, hizi ndo zinaleta mzuka. Unajua mimi nawe hatujawahi kukutana. Unajua kabisa kwamba mimi na wewe hatujawahi kukutana, so itaanza kuleta aibu hapa, lakini najua tukisha boost na konyagi hapa kila kitu kitakuwa poa tu. Basi sawa. Kidume sijawahi kabisa kupiga konyagi, lakini ndo kwanza nashawishiwa niweze kuipiga ili kwamba nipatiwe kitu kingine niweze kukichapa kama kawaida. Basi tukaendelea kuburudika hapa na konyagi. Anamimina konyagi, tunabugia tu na yeye anabugia. Wakati huo Mary akiwa ndani ya vazi la kangamoko tu. Alikuwa amenona bara. Kiukweli mimi nataka nikili tu. Yaani kama isingekuwa konyagi, basi ama kwa hakika mimi hii siku ya leo aise ningeshindwa kabisa kuichapa hii kitu ya Mary. Maana kiuhalisia ni kwamba pressure ilikuwa kubwa sana. Kwanza kuingia kwenye jumba kubwa kama hili, alafu kukutana na mtoto mkali huko peke yake, hamna hata mlinzi. Nikasema hii mbona ni hatari sana. Jumba hili ni kubwa sana Mary, na sidhani kama unaishi peke yako. Na kama unaishi peke yako, ili jumba ni la wazazi wako au ulilijenga mwenyewe? Ili jumba ni la kwangu. Jumba hili ni la kwangu na mimi ndio nilijenga. Unamaanisha kwamba wewe ndio ulijenga hili jumba? Yes, mimi ndio nilijenga. Inaonekana una pesa maana kuzagamuliwa tu, yaani kuja kuichapa tu tayari kabisa ubeza kunipatia 500,000. Frankie bwana, mimi pesa kwangu sio tatizo, unajua, ila kitu kikubwa nahitaji tuweza kufikishwa kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro. Unajua mwanzoni nilikuwa na wasiwasi sana,
Wasiwasi gani jamani Frankie? Hivi wewe ukiniangalia mimi na kwenye picha vipi? Tunaendana? Jamani Frankie, pale DP sijui pale Facebook umeweka picha ambayo haionyeshi sura. Sasa mimi najuaje? Labda tukiwa tayari kabisa tumeshaweza kusaulana ndo nitaweza kujua. Oh. Kiukweli nilikuwa napata wasiwasi sana kwamba huyu mtoto mpaka muda huu kwa nini hanistukii? Kwa nini aseme sio mimi? Lakini yeye yuko tu na mimi. Kumbe nikagundua kweli bwana, nilikuwa nimeficha sura pale Facebook. Kwa hiyo bidada alikuwa anasubiri mambo yaanze ndipo aweze kugundua kwamba je, amzaniaye ndiye au amzaniaye ndiye siye. Tulikuwa tunaendelea kupiga stori huku tukiendelea kutwanga kinywaji tu. Kinywaji cha kwanza kikaisha, na maanisha ili chupa la kwanza likakata, akaleta chupa la pili. Inaonekana una mapombe mengi sana humu ndani. Yes, waga nahitaji sana kutoa stress. Unajua kuna muda nakaa hapa na kuwa niko idle sana, kwa hiyo bidi nipige pombe, nikitoka na enda zangu kulala, asubuhi kazini hivyo yani. Bana huyu Mele alikuwa na moto asikwambie mtu. Yani alipokuwa akitoka hapa akienda kuchukua pombe, bwana hii kitu ya nyuma, na maanisha kwamba bwana mtikisiko wa nyuma, uo la nyuma. Bwana lilikuwa likitikisika balaa. Alafu toto jeupe kama toto la Kiarabu, yani mtoto mweupe. Bwana Mele alikuwa mweupe. Sijui na joto la dai limechangia. Basi mtoto alikuja na kuweza kukaa pale kwenye sofa. Alipokuja kuongeza huo mzigo mwingine, kidume ukichanganya kwamba nimeshapiga kunyagi, basi urofu ukawa unanidondoka tu. Urofu unamwagika kweli kweli. Pale wakati urofu unamwagika tayari kabisa pombe zilikuwa zimeweza kushuka kwa chini. Kwa hiyo bwana huku chini tango likaanza kuleta makeke. Ndonga ikaanza kuleta makeke. Nilimuona bibie akinitazama, macho yake akialegeza kama amekula kungumanga. Midomo yake tayari kabisa ikiwa inacheza kumaanisha kwamba tayari kabisa kuna kitu ambacho alikuwa anakihitaji kwa time kama hii. Na hata mimi macho yangu yalijieleza kabisa kwamba kwa time kama hii kuna kitu ambacho nakihitaji. Frankie, na kusikiliza mama. Kama kuweza kunipatia kile kitu ambacho mimi nataka, naahidi kwamba nitakupa mpunga mrefu sana kila siku. Utakuwa ukitumia pesa kama umezaliwa benki. Usijali mama, mimi nipo kwa ajili yako. Na Waswahili wanasema mambo mazuri hataki haraka. Ndo kwanza tumekutana, kwa hiyo subiri kwanza uione shughuli kwamba utaipenda au itakuwaje. Nitafurahi sana na natamani niipende hiyo shughuli. Basi usiwaze. Tulipiga pombe, nikamwona Mary ametoka pale alipokuwa ameweza kukaa, akaja kukaa kwenye sofa la upande wa pili ambalo ilikuwa nimeweza kukaa mimi. Alikaa jirani yangu kabisa. Mtoto kavaa kanga moja, yani Mary yuko ndani ya kanga moja, lakini ananukia utuli balaa. Hivi Mary, na kusikiliza Frankie, hivi wewe ni kabila gani? Maana nakuona ni mweupe Mary, uko vizuri kweli kweli, yani una uzuri wa kila sifa. Unajua toka nimefika hapa nimekuwa nikikudiskasi sana na kudiskasi mpaka nashindwa hata kukusifia, lakini kwa sasa naona bora nikusifie tu. Kiukweli Mary, wewe ni mzuri sana. Hivi unatokea wapi wewe? Mimi natokea Singida. Mimi ni Mrangi lakini nimezaliwa Singida. Oh. I say, kweli waliosema kwamba Warangi wazuri hawakuwahi kukosea. Yani una kila kitu. Bana, yani nazungumza hivyo, lakini tayari kabisa tango limeanza kuleta makeke. Tango linataka kuichapa. Tango linataka kuitembezea moto mwingi kwelikweli. Baada ya muda niliona kabisa kwamba kamuda kamesonga, maana ilikuwa ni asubuhi, lakini sasa ilikuwa ni saa 8, jua kali, pombe kali, lakini ndani kumewachwa ma IC, yani Dar es Salaam na joto lote, lakini sisi tupo katika baridi kali kweli kweli. Bana, yani ukiingia humu ndani huwezi kujua kwamba uko nje jua limezama au uko nje jua bado. Yani unaweza kuhisi ni usiku na wakati huo kumbe ni mchana. Yani ile jumba hata sielewi kwamba nilielezeaje ili kwamba uweze kunielewa.
Mary baada ya kugundua kwamba tayari kabisa tumeshakuwa na mizuka na tumeshazoeana, basi aliweza kuniomba kwamba nimnyanyue na moja kwa moja atanielekeza nimpeleke moja kwa moja mpaka anapolalaga, yani kwenye chumba chake. Kidume sikuwa na wenge, nilimchukua na kuweza kumpeleka huko alikotaka nimpeleke. Nilipofika nilimtupa na kuweza kumwacha hapo kwenye kitanda chake. Kidume nikawa nimeweza kusimama pembeni. Bila kupoteza muda, nikasema huu ndo muda mwafaka wa kuhakikisha kwamba naichapa mpaka akili mkae sawa. Nilianza kuonyesha maufundi mengi sana, maufundi ya kila aina, ili kwamba huyu Mary aweze kupagawa na kudata kwelikweli, kwa sababu unapokutana na tajiri lazima uhakikishe kwamba tajiri unamfurahisha tu. Usipomfurahisha tajiri, maana yake huwezi kupata chochote. Kwa ilikuwa na urazima wa kuhakikisha kwamba Mary namtandika bakora kisawasawa mpaka akili iweze kumkaa sawa. Basi kama kawaida tulianza kusafiri, kila mtu alikuwa na safiri kwa mwenzie, yani kila mtu alikuwa na talii kwa mwenzie. Tulianza kufanya talii kubwa sana, kila mtu ana talii kwa mwenzake. Bwana, sikia nikwambie, kama wewe unapenda mambo ya minyanduo ya mizagamuo, yani unapenda kuona watu wakichapana live bila chenga, yani wakipelekeana matango, wakipelekeana moto, bwana, video hizo sisi tunazo pale WhatsApp na huwa tunazituma kwenye grupu kila siku kwa watu wetu ambao wameweza kujiunga pale WhatsApp. Kwa kama nawe ni mmoja kati ya watu ambao wanapenda sana video hizo za mizagamuo, video za minyanduo za kupelekeana moto, basi karibu pale WhatsApp. Zipo za kibongo, zipo za kizungu. Kwa hiyo ukija pale ukiungwa ndani ya group, kazi yako ni kumweleka tu, hakuna kitu kingine. Unasikiliza simulizi hapa YouTube, baada hapo unarudi pale WhatsApp, unaendelea kupata video kibao, unazidi kufurahia kuungwa na group letu. Lakini gharama yake ni shilingi 15,000. Kwa hiyo kama unaye shilingi 15,000 hapo sasa hivi, basi hakikisha unakuja pale WhatsApp ili kwamba niweze kukunga na grupu letu kubwa kabisa la video za mizagamuo. Je, unayo 15,000 na unapenda mambo ya mizagamuo ya kibongo na ya kizungu? Basi njoo pale WhatsApp kwa namba hii 0782 7197 na mwisho ni 94. 0782 7197 na mwisho ni 94. Njoo pale WhatsApp ili uweze kupata burudani. Ukija sema oi, nahitaji kuungwa na grupu lako au grupu lenu la video za mizagamuo, mapema sana utapewa namba kulipia, utalipia. Baada hapo utaungwa kwenye grupu na utaendelea kumweleka, utaendelea kupata burudani. Karibu sana pale WhatsApp na kusubiri wewe, niko online sasa. Basi Mary alikuwa ameshachoka balaa. Mary alikuwa tayari kabisa. Kwa kipindi kifupi ambacho kila mtu alikuwa anaonyesha ujuzi kwa mwenzake, Mary alikuwa tayari ameshaweza kufika kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro, na alikuwa ameweza kuachia wazungu wengi sana, wazungu ambao waliweza kuzagaa kwenye uwanja wa kuchezea mpira, yani kwenye kitanda cha Mary. Wazungu walikuwa wengi wamejazana, na hao walikuwa ni wa kwake tu. Bado wazungu wangu walikuwa nao hawajaweza kutoka na kuja kuzagaa hapa kwenye uwanja wa kuchezea mpira, kwenye kiwanja cha 6x6 cha Mary. Nilipoweza kugundua kwamba Mary tayari kabisa yupo kwenye machinjio, nikasema hapa dawa ni kuichapa na kumchinja tu Mary. Sikufanya makosa. Kilikuwa ni kipigo kitakatifu kwa Mary, kwa maana nilikuwa nimeelewa. Hivyo nilikuwa nina ile mizuka ile upanda high level, ile hofu yote iliondoka. Nilimtandika Mary bakola, na kutokana alikuwa amelewa. I see, alitoa makelele ya kila aina, lakini sikuweza kuyasikiliza. Alitoa misemo ya kila aina mpaka ya lugha ya kikwao, lakini sikuweza kumsikiliza. Ilihakikisha kwamba namnyosha Mary, na ukizingatia kwamba Kevante hizi zimeshuka chini, bwana, ndio ilikuwa ni hatari sana. Kidume nilikuwa nashuhudia tu Mary akimwaga wazungu wengi, lakini mimi wazungu nilikuwa siwaachi kabisa watoke ovyo ovyo. Niliwazuia wazungu wasiweze kutoka kichwa kichwa. Mary alichanganikiwa, alikuwa ni kama mtu amepandwa na wazimu. Na ukizingatia kwamba Mary bwana, naye pia alikuwa sohaba kwenye mambo ya mihangaiko kwenye 6x6. Mary alikuwa anajua kweli kweli, hivyo ilikuwa ni hatari sana.
Yani tulikuwa tumeweza kunyooshana kiasi kwamba yani hakuna kitu ambacho Meli alikuwa ameweza kunificha, na mbaya zaidi, kwa sababu nilikuwa nimeelewa, sikuweza kutumia kitu yoyote inayoitwa kinga, bali kidume ilikuwa na kwenda bila hata kuweza kuuliza kinga wala kitu chochote. Nilitafuna kitumbua hiki, nilimla kama samaki kibua, mpaka nikamwona kabisa amechanganikiwa, mpaka nikamwona hata pombe kama design inaanza kuisha. Maana Meli aliita majina yote, lakini sikuweza kumsikiliza. Meli aliweza kufanya kila kitu mpaka alichoka, lakini kidume nikawa bado. Meli mpaka akawa anauliza kwamba wewe ni jamaa wa wapi? Wewe ni vipi? Yani kwa nini? Mbona vitu kama hivi? Nikamwambia Meli, tulia, hapa kazi ndo kwanza inaanza, lazima akili kukae sawa. Alizungumza maneno mengi Meli, lakini sikuweza kumsikiliza. Bwana, kuna vitu ambavyo ni vizuri, kuna vitu viko poa. Asikwambie mtu, mpenzi msikilizaji, hakuna kitu kizuri kama kuweza kuwa na demu mzuri, demu ambaye ana kila kitu, ana pesa, ana uzuri, ana nyash, ana everything. Ndio alikuwa huyu Meli. Mpaka kuna time nikawa nasema huyu Meli kama ana mtu siolewe tu, hata na mimi ni muoe tu. Maana sasa kwa uzuri kama huu mimi nataka nini tena? Pesa nao na ananipatia, na kama hivi nampa minyosho na minyosho anaikubali, nitamconvince kama vipi niwe naye tu. Nilikuwa nikipiga hesabu kama hizo, mpenzi msikilizaji. Wakati wa Meli alikuwa katoa jicho. Meli alikuwa na jicho dogo dogo, lakini jicho lilikuwa kubwa kutokana na namna ambavyo nilikuwa naendelea kuichapa, nilipokuwa naendelea kuitafuna kweli kweli. Meli alikuwa kachanganikiwa. Kitumbua kilikuwa kinaliwa mpaka kinakauka mafuta, lakini bado mimi na kila mpaka tena mafuta yanaanza kuwepo tena upya. Yani ilikuwa ni hatari. Ilikuwa ni bandika bandua. Kilikuwa ni kipigo cha mbwa mwizi. Kilikuwa ni kipigo cha mbwa koko. Kilikuwa ni kipigo ambacho siwezi kuzungumzia kwamba Mary alikutana na kipigo gani. Kila mkao ambao wewe unaujua Mary aliweza kukaa. Kila kilio ambacho wewe ulishawahi kukisikia Mary alishakilia. Kila kelele, kila matusi ambayo wewe uliyasikia Mary alishaweza kuyalia mpaka nikachanganikiwa, lakini bado sikuweza kumwacha. Mary alivurugika. Dakika za jioni sana, kidume ndo niliweza kusawazisha goli, lakini bado ubao ulisoma goli 4 kwa goli 1. Hivyo kidume bado nikaona kazi kwelikweli. Kazi ilikuwa kubwa. Kazi hii tulianzia mida saa 8 mpaka saa 2 usiku, ni kazi tu. Jasho lilikuwa linatoka sana. Pombe ilikuwa imeisha. Meli alikuwa kachanganikiwa. Mimi ndo usiseme. Ilibidi Meli aombe poa. Aliomba poa, akaenda kunywa maji na mimi nikanywa maji. Tukabugia tena pombe ili tuendelee kuchanganikiwa zaidi. Kipigo kikawa kinaendelea. Kipigo kikawa ni kizito sana. Yaani sisi ilikuwa ni kupigana kipigo, tukipumzika tunakunywa mizinga. Kipigo tunakunywa mizinga. Kipigo tunakunywa mizinga. Bana, paka nafika saa 9 usiku tuko hoi bin tabani. Tulipoweza kupumzika hakuna mtu ambaye alizungumza. Yaani hakuna mtu ambaye alikuwa anazungumza na mwenzake. Wote tulikuwa hoi bin tabani. Kumbuka kwamba hatujala, alafu tumekunywa mapombe makali, alafu kuna mizagamuo ndio ilikuwa hatari. Kiukweli wote tulikuwa tumechanganikiwa. Yaani mimi nilikuwa nimechubuka kweli kweli. Ndonga yangu ilikuwa imechubuka vibaya mno. Lakini kitumbua pia cha Mary kilikuwa kimechubuka bara. Kiukweli mimi mpaka ndonga nikawa naona kama inapita hivi ndonga, yani kama inawaka moto. Sasa kwa Mary itakuwaje? Kule na hisi ndio ilikuwa hatari sana. Mary alikuwa yuko hoi bin tabani na mimi nilikuwa hoi kweli kweli. Yani sijiwezi, yani sijielewi. Ghafla usingizi mzito ukatupitia. Usingizi mzito ulitupitia. Manake tulichoka na hatujala. Kiukweli ilikuwa ni hatari sana. Ilikuja kufika ikawa ni asubuhi na mapema kabisa. Ilikuwa ni mida ya saa 2. Kwa sababu nilikuwa nimechoka sana, niliamka saa 2. Mary alikuwa bado kalala. Sasa nilivyoamka saa 2, unajua kwenye hiki chumba cha Mary kuna kitanda, lakini pia kuna sofa la watu wawili. Sofa la bei ghali kwelikweli, linaweza kufika hata milioni ili sofa. Liko hapa chumbani kwake. Sasa kidume mimi nilikuwa nimeweza kulala huko mwanzoni, alafu
Meli ni kama alikuwa ameweza kulala kule ukutani kule. Sasa mimi nilikuwa nimeweza kugeukia huku kwenye mlango. Sasa iliweza kufika hiyo saa 2 asubuhi, njaa ilikuwa inaniuma sana. Yaani hata kuinuka haraka ilikuwa kazi. Kwanza nikafumbua macho. Niliweza kufumbua macho, niliona kuna mtu amekaa kwenye lile sofa akiwa na bastola. Akiwa anaibusu bastola huku akiwa anavuta sigara. Nikachanganikiwa, huyu jamani nani? Na nilipoweza kumcheki vizuri huyu mshikaji, alionekana kabisa ni mshikaji kama Mwambele hivi. Maana alikuwa na maileni, alikuwa na matatu, yani jamaa ambaye kajichola kajaribu mwili kinoma. Ana mavipini kwenye pua. Bwana, nikasema hii kitu ipoje hii? Mbona sielewi? Mbona sijawahi kuiona hii kitu? Jamaa na mapua tena. Inakuaje? Nikasema sasa ishakuwa hatari. Nikasema hii ishakuwa hatari. Nikafumba tena macho na kuweza kujifanya nimelala. Lakini hofu ikaendelea kutanda kwenye moyo wangu. Natamani kumwamsha huyu Mary nimuulize, lakini moyo unagoma kwamba nikijaribu kujitikisa na kuamka tu, basi hapa huyu jamaa ataanza na mimi. Maana jamaa anaibusu bastola. Alafu jamaa anavuta sigara. Jamaa ana matatu, ana mavipini, ana maeleni, kajichafua. Alafu mshikaji ukimwangalia, unaweza kusema huyu jamaa ni Black America. Yaani shikaji fulani hivi na midevu, yani huwezi kuamini, mpenzi msikilizaji. Kiukweli nikachanganyikiwa. Sasa nikawa napiga hesabu. Hapa nifanye nini? Nifanye kitu gani hapa kwa muda kama huu? Mbona kama niko matatani? Yaani nini hapa nifanye? Kiukweli nikawa nimeweza kukosa majibu kabisa. Sasa je, mpenzi msikilizaji, wewe unataka mimi nifanye nini hapa? Nini kifanyike? Meli kanambia hana mume, lakini sasa namuona kuna jamaa amekaa na bastola. Akiwa amekaa kwenye ile sofa, akiwa anaibusu bastola huku anavuta sigara. Tena masigara anayavuta ni yale makali kama kina Harmonize yale. Masigaleti manene kweli kweli. Chumba kizima kinanukia sigaleti ile aisee. Nikachanganyikiwa, sigaleti kama shisha, yani kama marashi fulani hivi. Nilipagawa kweli kweli. Bana, kama unapenda mambo yetu, yani unapenda video za mizagamuo, minyanduo, kupelekea na moto za kibongo na za kizungu, ziko pale WhatsApp. Nimeshakwambia toka mwanzo wakati naanza hii simulizi kwamba njoo pale WhatsApp na 15,000 nikunge na grupu letu, ili kwamba uweze kupata burudani pia ndani ya grupu letu. 15,000 unayo, basi njoo kwa namba hii ili niweze kukunga. Baada ya kuweza kulipia 15,000 basi nitakunga. Ukishalipia ndo unaungwa. Na mle ndani utapata mizagamuo ya kibongo, mizagamuo ya kizungu, yote utaipata mle. Njoo WhatsApp kwa namba hii na 15,000 mkononi ili niweze kukunga. 0782 7197 na mwisho ni 94. Njoo pale WhatsApp ili kwamba niweze kukunga. Karibu sana. Ukija pale sema oi, nahitaji kuungwa na grupu lenu kubwa kabisa la video za michapo, video za minyanduo mapema sana. Utaungwa na grupu letu na utakuwepo ndani ukaendelea kumweleka. Karibu sana pale WhatsApp. Bwana, simulizi yetu inaitwa Sitoweza Kulisahau Jimama la Mtaa wa Pili. Limefanya nini? Je, jimama ndo hili au kuna jimama jingine? Basi hakikisha una subscribe, unagusa alama kengele ili kuendelea kupata simulizi zetu pale tunapoziachia. Kwa sehemu ya kwanza imeishia hapa. Tukutane kwa sehemu ya pili.